Wa Rais Profesa Kithure Kindiki ameonya kukabiliana na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ikiwa hata sasa alichosema amekuwa akimdharau, akisema amekuwa akimheshimu Gachagua kwa kuwa wao ni ndugu wa jamii moja. Akizungumza alipokutana na wazee wa jamii ya eneo la Mlima Kenya Mashariki, eneo bunge la Manyatta, Embu, Kindiki amebaini kuwa Gachagua alifurushwa kama naibu rais kwa kutomheshimu Rais William Ruto, akiwataka wazee wa jamii ya Mlima Kenya kuingilia kati na kutatua mgogoro unaoshuhudiwa mlimani. Nyufa zinapozidi kushuhudiwa miongoni mwa viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Njori nekorie. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameonya kukabiliana na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ikiwa hata sasa alichosema amekuwa akimdharau, akisema amekuwa akimheshimu Gachagua kwa kuwa wao ni ndugu wa jamii moja. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja. Kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood, not by choice. Akizungumza alipokutana na wazee wa jamii ya eneo la Mlima Kenya Mashariki, eneo la Manyatta, kaunti ya Embu, Profesa Kindiki amemtaja Gachagua kama aliyepitia njia ya mkato kuwa naibu rais bila tajriba yoyote ya uongozi, akisema kutomheshimu Rais Ruto ndio kulifanya akafurushwa kama naibu rais. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, oh maringo, sijui utafanya nini. There is nothing you will do. And I told you, na mimi sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa siri. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikiza. Nimekuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake, ndio kesho hata wewe ukue mdosi, ukue rais wa nchi. Ukanidharau, ukaniambia sijui vile nasema. Saa hii unapiga kelele ukiwa nje. Hata hivyo amebaini kuwa hatakubali jamii ya Mlima Kenya kugawanywa kwa eneo la Magharibi na Mashariki, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakishirikiana kama jamii moja, akiwataka wazee kutoka jamii zote za Mlima Kenya kujadiliana na kuwapa mwelekeo wanasiasa kutoka eneo hilo. Wazee wa kiama na other leadership, musikizane, na vile mtasikizana ndivyo tutafanya. What you will agree that we do is what we will do. Isaac Musyoka, Undugu TV.